Waluya, asili, utambulisho na mustakabali wa jamii kubwa ya magharibi. Katika milima ya kijani, misitu yenye asili na mabonde yenye rutuba ya magharibi mwa Kenya, kuna jamii iliyojaa mshikamano, kazi na historia ya kuvutia. Hii ni jamii ya Waluya, watu wa heshima, utu na mila zisizoyumba. Waluya walitoka mbali, wakihamia kutoka maeneo ya Afrika ya Kati kupitia ziwa Victoria hadi walipofikia sehemu ya sasa ya magharibi mwa Kenya. Walikuja kwa makundi, wakijenga vijiji na jamii thabiti. Waluya wana koo 19, kila ukoo una lahaja, mila na historia yake, lakini wote huunganishwa na jina moja, Abaluya. Kiluya si lugha moja, bali mchanganyiko wa lahaja nyingi kutoka Kibukusu hadi Kinyala. Lugha hizi huonesha uzito wa utambulisho wa koo za Waluya. Tohara, ngoma na mila za ndoa huendelea kudumishwa na Waluya. Ngoma ya isukuti si burudani tu, ni utambulisho na ni heshima vilevile. Waluya waliamini kwa Mungu mmoja, Were au Nyasaye. Imani hizo za asili ziliimarisha mshikamano kabla ya ujio wa dini za kigeni. Kutoka kwa wapigania uhuru kama Masinde Muliro hadi viongozi wa kisasa, Waluya wamekuwa na sauti yenye uzito katika siasa ya taifa. Katika jamii ya Waluya, elimu ni msingi wa maendeleo. Vijana wengi husoma kwa bidii kwa matumaini ya kubadilisha jamii zao. Kilimo ndicho uti wa mgongo wa uchumi wa Waluya. Miwa, mahindi na ufugaji huendesha familia nyingi. Kama jamii nyingine, Waluya wanakabiliwa na changamoto za kisasa: ukosefu wa ajira, kupotea kwa mila na mgawanyiko wa kisiasa. Waluya wanatembea kati ya jadi na mabadiliko kwa kuenzi mizizi yao huku wakikumbatia teknolojia. Jamii hii ina mustakabali wa matumaini. Hii ni hadithi ya Waluya, sauti ya kale inayoongea kwa sauti ya leo, hadithi ya utambulisho, matumaini na kizazi kijacho. Balozi Myahudi, msimulizi wa kwako siku ya leo. Tuungane tena kwenye simulizi ijayo.